Tumekuja huku kwenye kijiji cha Mwaninga kukabidhi ardhi kwa washinda tuzo ambao walifungua kesi katika Mahakama Kuu kitengo cha ardhi namba 325/2017. Washinda tuzo hao ni Francis Magesa Masami na wenzake 26. Kesi hiyo ilisikilizwa katika Mahakama Kuu ya ardhi na kukamilika tarehe 23 mwezi wa 12/2021. Katika shauri hilo liliamriwa kwamba Francis Masami na wenzake 26 ni wamiliki halali wa ardhi hiyo gombaniwa, ambayo walikuwa wamemshtaki ndugu Jaffa Idi Msangi ambaye walikuwa wanasema huwa alikuwa ni mvamizi. Kwa hiyo leo hii tumekuja kuikabidhi ardhi kwao washinda tuzo ambao ni Francis Magesa Masami na wenzake. Na kwa hali hiyo sasa hivi hapa tumeshagawa hati za kuwakabidhi au wadai ambao walishinda hiyo kesi. Ile eneo lina ukubwa ekari 257. Wangu ni kwamba watu waheshimu sheria. Wanaponunua ardhi wajitahidi kununua ardhi na wale majirani wote wakiwepo pale, ili kusiwe na tatizo la kugombea mipaka. Kwa sababu kutoka hivi unasababisha mtu anauza mpaka sehemu ya mtu mwingine, afu unasababisha kesi mahakamani. Kwa hiyo wanatakiwa wafuate sheria, wakitaka kununua ardhi wafuate zile sheria zinazoongoza katika ununuzi wa ardhi. Changamoto ilikuwa maswali mengi tunaulizwa serikali ya mtaa, leo hivi kesho vile, lakini imefikia wakati swala hili linamalizika leo, kila mtu apate eneo lake rasmi. Mimi nawaambia watu wenye uwezo wasitumie pesa zao kuwadhulumu watu wanyonge. Serikali huwa inachukua mkondo wa sheria, kama hivi leo imechukua mkondo wa sheria kuwakabidhi maeneo yao watu wanyonge. Changamoto tulizokutana nazo katika kupambania haki yetu ni pamoja na vitisho, ni pamoja na huyo aliyekuwa ametuvamia kuwarubuni pia watu wengine wasijitokeze kwa ajili ya kutoa ushahidi, kutusaidia katika mchakato mzima wa kutafuta haki yetu mahakamani. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tuliipata, kwa vitisho, na watu wametishwa sana wasishiriki na sisi, wala wasitoe msaada. Lakini tunaishukuru serikali na tunashukuru mahakama imeweza kusimamia haki na mpaka tumeipata leo. Tifa ambalo ni shirika ni sehemu ya Kanisa Katoliki hapa Tanzania. Tulikuwa na hili eneo tangu 2005 na ni eka kama 25. Kwa hiyo wakati tunafanya utaratibu wa kupaendeleza, kwa sababu eneo lilinunuliwa kwa malengo ya kutoa huduma za afya, elimu. Kwa hiyo lengo letu lilikuwa ni kujenga kwanza taasisi ya elimu, lakini jitihada hizo zilikwama kuanzia kipindi hicho hadi sasa kwa sababu ya uvamizi uliopelekea ili swala kwenda mahakamani. Kwa hiyo mimi nashukuru tu kwamba hatimaye tunafikia hatima ambayo ni nzuri na ya utulivu, pamoja na kwamba nasikitika kwa sio kanisa pekee yake. Kuna watu 27 na zaidi wanaohusika kwenye swala hili wameshindwa kuendeleza maeneo yao. Kwa hiyo tunaona jinsi pia ubadhirifu na matumizi mabaya ya madaraka pengine yanaweza pia yakawa na hata kufanya maendeleo ya wananchi kuwa yani sio ya kasi ambayo tungetarajia. Kwa hiyo natumaini viongozi wanaohusika pia watajitahidi hasa wale ambao wanatumia mianya mbalimbali kunyang'anya watu haki zao. Wito wangu tu sasa ni kuwepo na mabadiliko. Natumaini watu watabadilika. Hizi tabia za udanganyifu hazimfikishi mtu popote pale. Kwa hiyo wito wangu tu ni watu wawe kwa kweli na mabadiliko ya kiroho, wawe na uungwana, wasinyang'anye watu haki zao. Sasa zaidi ya hapo basi tu ni sheria lazima ichukue mkondo wake. Kama mtu akishindwa kutekeleza wajibu wake, basi